Kwa jambo la kwanza kabisa ilitakiwa aanze yeye mwenyewe Manara kwanza. Kujitafiti yeye mwenyewe anakosea mahala gani. Alafu wabadilishe. Mmoja, aache zile sifa na mbwembwe za mitandao hasa katika maisha ya ndoa. Unajua bora zile mbwembwe afanye katika mambo mengine, sio maisha ya ndoa. Ili jambo la kwanza inatakiwa aliache. Mbwembwe zile za ndoa katika mitandao, ili jambo inatakiwa abadilishe akitaka kuishi salama katika ndoa yake. Lakini jambo la pili, awe ni mtu ambaye ana principle katika masala ya ndoa yake, mitazamo sahihi inayokwenda sambamba na dini tukufu ya Kiislamu. Amuwe mwanamke ambaye mwanamke huyo anaijua dini yake. Na tukisema anajua dini hatuna maana amesoma mpaka thanawi. Kujua dini maana yake ni mwanamke ambaye ana uwezo wa kuamrishwa akakubali amri, ana uwezo wa kukatazwa akakubali makatazo. Bwana naam, bismillah. Naam, asalamu alaykum. Ama hurigani wewe mfuatiliaji wa YouTube channel yetu, nikwambie tu kama wewe ni miongoni mwa watu ambao bado hawajasubscribe, utakuwa unapitwa na vitu vingi sana. Bonyeza maandishi mekundu hapo ambayo imeandikwa neno subscribe. Kufanya hivyo maana yake ndio utakuwa mwanafamilia, unapata video zetu zote mara tu tunapokuwa tumeziposti. Ni muda mwingine tena tunazungumza na Sheikh Diwani ama mwalimu, mmoja kati ya watu ambao wanafahamu vitu vingi sana, na kubwa zaidi tunazungumza masuala mazima ya ndoa. Nikukumbushe tu ya kwamba hivi karibuni tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na ndoa ya ndugu yetu Haji Sande Manara. Kupitia yeye kuna elimu kubwa sana ilipatikana. Watu wengi ambao waliweza kutazama video ile walifurahishwa na maneno ambayo Sheikh Diwani alizungumza. Na siku ya jana ndugu yetu Haji Sande Manara ameweza kusema kwamba ni muda mwingine tena kwamba anakwenda kuandika historia mpya, kwa maana kwamba anakaribia kumuoa mwanamke mwingine. Ameposti picha, amesema kwamba it's time to write a new story, kwa maana kwamba ni muda mwingine tena anakaribia kuingia kwenye ndoa. Sheikh Diwani, kwanza natamani nifahamu kuna sheria inasemaje mtu ambaye ameacha mke anatakiwa akae muda gani kisha aoe mke mwingine? Karibu. Naam, ndugu yangu Bwana Nyundo, ni kwamba kwa mwanamume kuacha hakuna muda maalum, kwa maana kaacha jana basi natakiwa akae mpaka muda fulani ndipo aoe. Hapana. Mwanamume hana eda. Mwanamume hana eda, isipokuwa atakuwa na eda kama alikuwa na wake 4. Alafu katika hao wake 4 akawa amemwacha mmoja, basi itatakiwa akae miezi 3 ile anayokaa yule mwanamke, kwa sababu huyu inakuwa ni bado ni mwanamke ambaye anaweza kumrejea. Kwa hiyo bado anahesabika kuwa bado ni mke hata kama kapewa talaka. Ikiwa ana wake wangapi? 4. Kaacha mmoja, mwanaume atakaa eda. Lakini ikiwa kama ana wake 2 mathalan, kaacha mmoja, basi muda wote wakati wote anaweza kuoa tu, hakuna tatizo katika hilo. Sawa, tulishawahi kuzungumza kipindi ambacho ndugu yetu Haji Manara alikuwa ameacha mke. Huenda mtu akajiuliza kwamba kwa nini mnamwandama Haji Manara? Haji Manara ni mtu maarufu. Kupitia yeye kuna mafundisho mengi watu wanaweza kuyapata kupitia ndoa yake. Na jana aliweza kuposti picha mwanamke mwingine, kwa maana kwamba anaingia kwenye ndoa. Na hata alipoulizwa na mmoja wa watangazaji kuhusiana na yule mwanamke, alisema mimi ni Muislamu, siwezi kusema kwamba sitooa tena. Hivi karibuni huenda nikaoa. Na natamani nifahamu, ulizungumza mengi kuhusiana na yule mwanamke ambaye Manara alimwacha, kuhusiana na kuwa swala la imani na kuwa na dini, na hata Manara mwenyewe ulizungumza hilo. Kwa hiki kwa haraka huu ambao ameufanya, unahisi huenda Manara sasa ameshakaa kujifunza yale ambayo aliteleza kwa upande wake, ama kuona madhaifu ya yule ambaye amemwacha na kuingia kwenye ndoa nyingine, kwa maana kwamba kuna uwezekano huyu mwanamke ambaye anakwenda kumuoa akawa ni mzuri zaidi kiimani zaidi ya yule? Subhanallah. Katika hili kwanza mimi niseme tu ndugu yangu Bwana Manara anarudi kule kule alikotoka. Unajua siku zote pindi ambapo msingi unapoharibika, basi ustarajie kupata jengo lilokuwa sawa sawa. Nasema la yurja, haitarajiwi kabisa kupata dhillun mustaqim, kwa maana kupata kimvuli kilichonyooka katika mti uliopinda.
Kama mti umepinda alafu ukatarajia kunaweza kupatikana kimvuli kilichonyoka, sahau. Sasa ndugu yangu bwana Manara, mimi nikitazama naona anapita njia zile zile zinazomdhuru kila siku. Ndio anapita hizo hizo, hajabadilika chochote, yani hajabadilisha yani. Mtume sallallahu alayhi wasallama yeye anatuambia kwa maana tangaze, yani ficheni uchumba na kisha mtangaze ndoa. Na kisha hiyo ndoa muijalie iwe misikitini na mpige dufu katika ndoa hizo. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema tangayani, ficheni uchumba na kisha mtangaze ndoa. Sasa Manara yeye anachokifanya, kama amemtangaza anayemuoa, maana yake anatangaza uchumba na atatangaza na ndoa pia. Kunaona mambo jinsi yalivyo. Kwa tunaona msingi unaharibika. Kwa kuwa msingi umeharibika, usipate, yani kwa maana usitarajie kupata jengo lilonyoka katika hali za namna hii. Ili msingi uwe sawa, inatakiwa tufiche uchumba, tutangaze ndoa. Anachokifanya Manara, anatangaza uchumba, anatangaza na ndoa yenyewe. Unaona mambo jinsi yalivyo. Kwa hiyo naweza kumwambia ndugu yangu anapita kule kule ambako kuliko mdhuru, ndipo anarejea tena. Na Mtume anatuambia almu'minu la yuldaghu fil hujuri marratayn au kama qala. Anasema bwana Mtume Muhammadin sallallahu abariki wasallama, siku zote muumini huwa hangatwi katika shimo moja mara mbili. Yani labda umeumwa na nyoka katika shimo hilo hilo alafu unarudisha tena mkono pale pale unaumwa tena, basi unakuwa kuna shida katika uumini wako. Kwa hiyo ndugu yangu bwana Manara, yamemkuta yaliyomkuta, na kwa staili anayokwenda nayo ataendelea kukutana na haya mauzauza mpaka atachanganyikiwa. Kuna madhara ya kutangaza uchumba kwa hiki ambacho amekifanya? Sahih, kuna madhara makubwa. Miongoni mwa madhara ya kutangaza uchumba, kwa sababu dunia ina fitna nyingi sana, na miongoni mwa fitna zipo fitna ambao zinaweza zikambadilisha kabisa huyo mtu mwenyewe. Lakini kingine, anapomtangaza na yeye ni mtu maarufu, ni sawa na kumtangazia umaarufu huyo anayemtangaza. Ni sawa na kujichimbia shimo yeye mwenyewe ambalo litakuja kumfukia yeye mwenyewe katika hali za namna hiyo. Ndio mambo ambayo tunayaona, kwa sababu Aisha yafanya katika wale wake waliopita, na ndio anakuja kuyafanya tena kwa huyu ambaye anayemuita mtarajiwa. Wewe unatarajia kunatokea nini katika hali za namna hiyo? Ni hatari kubwa tu ambayo ndio inakuja katika hali. Mimi nimwambie tu, mmoja katika wasemi anasema inna nisaa ka ashjari nabatna ma'an min huna murrun wa ba'd al-murri ma'kulun inna nisaa mata yunhina an khuluqin fa innahu wajibun la budda maf'ulun. Hawa ni wasemaji wenye hikma na busara. Anasema inna nisaa, hakika ya wanawake wote kajisi walivyo, ka ashjari nabatna ma'a, ni kama vile jinsi unavyoiona miti namna ilivyo. Inaweza miti ikaota mahala ikiwa mingi kabisa katika sehemu moja, lakini minhunna murrun wa ba'dul murri ma'kulun. Miongoni mwa hiyo miti inawezekana ndani yake ukawa na miti michungu, pamoja na uchungu wake watu hawaiachi mzee, wanakula hivyo hivyo katika hali za namna hiyo. Sasa cha ajabu sasa na hatari zaidi ni kwa ndugu yangu bwana Manara. Tunamwambia afahamu kwamba wanawake ni sawa na miti imeota mahala sehemu moja. Miongoni mwa hiyo miti kuna miti mitamu na miongoni mwake kuna miti michungu. Na mara nyingi sana ile miti michungu ndio huwa inakuwa mirefu sana na inaonekana kwa haraka katika hali za namna hiyo. Pia maana yake wale wanawake ambao ni hatari ndio huwa wazuri sana na wanaonekana kwa haraka katika jamii katika hali za namna hiyo. Sasa lazima achukue tahadhari. Kisha wakasema inna nisaa mata yunhina an khuluqi, siku zote wanawake hawa ambao ni muru, walio kama miti michungu inayoliwa, siku zote wanapokatazwa katika tabia fulani. Yani wewe kama mume sasa ukamkataza ukamwambia kitu fulani sitaki, kitu fulani sitaki, wakati hiyo misingi ukuanza kuijenga wewe mapema wakati unakutana naye, fa innahu wajibun la budda maf'ulu, bila shaka huyo atafanya tu
kile ambacho unamwambia usifanye, kwa sababu msingi wa kumtengenezea asifanye ukuanza kuweka toka mnapokutana katika hali za namna hii. Wewe umekutana naye, unaanza kumtengeneza kuwa ni mtu maarufu, aanze kutajika kabla ya kuingia kwenye ndoa yenyewe. Unatarajia nini kinachokuja kutokea katika hali za namna hii? Ndio hapo tunamwambia ndugu yetu Bwana Manara, kwa njia hizi anazokwenda nazo zitamsumbua sana, ataoa sana na kuacha sana katika hali za namna hiyo, na wakati mwingine makosa yatakuwa yanatoka kwake mwenyewe. min fitnati niswani kam ya'si al-fata amra al-ilahi bi ta'ati ash-shaytani wal-lisu laulahunna lam yakun ba'i'an lirruhi minhu bi abkhas al-athman. Haya ni maneno marefu kidogo, mwishoni akasema fakun minan nisa'i hadhiran inna an-nisaa habailu shaytan. Naona mambo hayo. Wataalamu wakasema min fitnati niswani, kutokana na fitna ambazo walizonazo wanawake. Unajua wanawake ni fitna katika dunia. Kam yasil fata amra al-ilahi bi ta'ati ash-shaytani, ni mara ngapi tunamuona mtu anaasi amri ya Mwenyezi Mungu, anaacha amri ya Mwenyezi Mungu, anatii amri ya shetani kupitia mwanamke. Mara nyingi sana tunaona matukio ya hali ya namna hiyo. Leo Mtume anasema ficheni uchumba, tangazeni ndoa. Manara tunamuona yeye kwake, tangaza uchumba, tangaza ndoa. Kam yasil ilaha, ni mara ngapi tunaona ya kwamba mtu anaweza kumwasi Mwenyezi Mungu bi amri shaitani, kwa amri inayotoka kwa shetani katika hali za namna hiyo. Walisu, na mwizi yoyote, laulahunna, kama sio uwepo wa hawa wanawake, lam yakum ba'i'an lirruhi, asingepatikana yoyote ambaye anauza roho yake bi abkhathil athman, kwa thamani ndogo tu. Asa Manara asipotazama atakuwa anauza utu wake kwa thamani ndogo. Tunamuombea dua Mwenyezi Mungu ajalie huyu mwanamke awe ni mwanamke bora. Tunaomba awe ni mwanamke bora na awe mwanamke. Unajua sifa za wanawake tumeshazieleza kwa mujibu wa Mtume namna alivyosema. Sasa Manara ilitakiwa atazame kwa huyu anayekwenda kumuoa, sifa hizo anazo. Lakini pamoja na kutazama kwamba sifa hizo anazo, asianze kumtengenezea sababu ya kuingia katika hatua ambayo itakayemtoa yeye katika zile sifa bora. Kwa sababu hii hatua anaanza kumposti, ni hatua inaonyesha ya kwamba hata kama huyu mwanamke ni mtu bora, anamtoa sasa katika ule ubora, anakwenda kumpeleka katika hali ambayo haikuwa sawa, haitokuwa sawa upande wake katika hali za namna hii. Hii ni hatari. Lazima ifike wakati mtu tafakari vizuri unakokwenda. Ila mata hadha, haya mambo mpaka lini? Kwa unaoa unaacha, unaoa unaacha. Sisemi kwamba sharia inamkataa. Katika dini yetu sisi ya Kiislamu haikatazi mtu kuacha pale unapoona kwamba hapa wezekani tena kwangu, na haikatazi mtu kuoa pale unapoona kwamba nahitaji kuoa. Lakini ndio acha. Inna Allaha la yuhibbu adh-dhawaqina wadh-dhawaqat. Mwenyezi Mungu hapendi onja mwanaume wala onja mwanamke. Sasa matokeo yake ikiwa unaona acha, matokeo yake unawezekana ukawa na sifa ya onja yani. Unaonja hapa, unasikia ladha, umevutiwa nayo, sawa, ukuvutiwa nayo unaacha. Sasa mambo gani haya? Hii sio nzuri bana. Si nzuri. Kwa hiyo Mungu hapendi onja mwanamke wala hapendi onja mwanamume. Unaonja tu, acha ya mambo. Kuna mtu mwingine anaona haya kuzini, lakini anatumia sasa ile kuoa ndio anafanya ile onja yake ndani ya kuoa. Yaani ile kuoa kama zuga hivi, ingawa hatutaraji kama itakuwa kwa Manara hivyo kwamba yeye anatumia kuoa labda kwa kuonja. Sisemi hivyo na wala sikusudii hivyo. Ila kuna baadhi ya watu wako hivyo. Yeye anaona kwamba jamii itamuonaje akiwa anazini, kwa hiyo ngoja nioe. Lakini anaoa wakati huo anajua kabisa kwamba huyu mimi sikai naye. Kwa hiyo anaoa, baada ya miezi yangu 2-3 nitaanzisha varangati kidogo pale, baada ya kuanzisha varangati nenda kwenu bana. Kumbe lengo lake ilikuwa ni anataka aonje tu. Yaani abadilishe ladha, hii ladha hii koje, ladha. Mambo gani haya? Hii si sawa. Nikitazama kwenye comment kupitia kwenye posti ambayo Manara aliposti, kuna baadhi ya maneno ambayo walau binafsi napata tumaini kwamba huyu huenda akawa sahihi. Utanisaidia. Kuna mtu mmoja anasema walau huyu kidogo afadhali ni mtu mzima ukilinganisha yule ambaye amemwacha, kwa maana kwamba Zailisa. Walau huyu kidogo afadhali ni mtu ambaye ana watoto wawili, kwa maana kwamba yule aliyepita hakuwa na watoto wawili.
wengi tunagalili hivyo, mtu akifika kuwa ana watoto kadhaa, akili yake inakuwa timamu kwenye masuala mazima ya ndoa. Hii unaitazamaje? Mbali zaidi yule mwanamke ni Mzanzibari, tunafahamu walau kidogo kwa uchache kulinganisha kule na huku kama kidogo maadili mengi hatuna. Upande wako unaionaje? Mimi upande wangu ndio narudi pale pale kwenye kumuombea dua ndugu yetu bwana Haji Manara. Tunamuombea dua Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Unajua katika sala la kuoa halina ujanja, wala sala la kuoa halina maarifa, wala sala la kuoa halina ilmu. Kwa maana ndio na ilmu sana nimeoa aliye sahihi. Unajua mwanamke anaweza akakuonyesha kwamba yuko sahihi, lakini kiukweli kabisa atakuja kuvua kinyago unapomuoa, ndio anavua kile kinyago. Kuwa na umri mkubwa sio sababu. Sio sababu kabisa. Kuna wengine wana umri mkubwa lakini ni wahovyo kuliko hata wale wenye umri mdogo. Sisemi huyu ndio yuko hivyo, ila anasema kuwa na umri mkubwa sio sababu, kwa sababu unatuambia ana watoto wawili. Kawapataje? Inawezekana alikuwa kwenye ndoa. Katokaje? Hilo ni swala la msingi. Katokaje kwenye hiyo ndoa? Hilo ni swala la msingi. Na wengi katika sisi wanamume, mimi mwenyewe nilishawahi kuoa mtu ambaye alitoka kwa mume. Yani aliolewa akaachika, akawa na mtoto na mimi nikaoa. Sasa hilo balaa lake nilokuja kukutana nalo, Mungu mwenyewe ndo anajua. Mimi nitakuwa mwenye akili nzuri. Hii kabisa niliamini huyu kwa kuwa kashaolewa, kakaa katika maisha ya ndoa na baadaye wameshindwana na huyo mwanamume na kukutana naye jinsi anavyokueleza ya kwamba kilichomtoa katika ndoa hiyo, utasema makosa ni ya yule mwanamume 100%. Baada ya kuingia sasa yale mauza alikuwa anayafanya, ndio unabaini hata yule mume wa kwanza kumbe alikuwa sahihi katika alichokifanya. Ni hatari sana. Cha msingi ni kumuombea dua tu. Kwa hiyo umri sio sababu ya kusema huyo ndio mwanamke atakuwa mwema sana. Ingawa kuna advantage nzuri katika umri. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, saona mwanamke akifikisha kuanzia miaka 40, hata akili yake huwa inaanza kutulia sasa. Miaka 40. Utaona sasa kama alikuwa ni mtu bora, utaona ubora wake unazidi mara 2 ya vile alivyokuwa. Na kama alikuwa mtu wa mauzauza, utaona anaanza kuwa anabawabu sasa. Lakini ukimwona mtu ana miaka kuanzia 40 na kuendelea bado wahovyo tu, bado anaendelea kukaa kwenye kioo, anajipaka yale madude gani yale, mpaka anakuwa mzungu si mzungu, muafrika si muafrika, makope marefu ya namna hii, ana zaidi ya miaka 40. Tatizo hilo. Kwa sababu kanuni mwanamke anapofika kuanzia miaka 40, akili yake inatulia sasa. Yaani anakuwa ni mtu anaweza kubawabu mambo vizuri zaidi kuliko chini ya umri huo. Na ni mtu anaweza kuwa na muono bora zaidi kuliko chini ya umri huo. Lakini ukimuona katika umri huo bado yupo vile vile, hilo ni tatizo zito sana katika hali za namna. Na mwingine ni kama bamia, Sheikh. Unajua bamia linaharibikia uzeeni, Yaani kila jinsi linavyozidi kukomaa bamia ndio linazidi kuwa halifai katika matumizi, labda liwe mbegu katika hali za namna. Sasa kuna wengine wako hivyo. Huku mwanzo kaanza vizuri, katoka kwenye ndoa alafu kawa wahovyo kuliko unavyofikiria. Wapo watu wa namna hiyo. Sasa ile ule uhovyo ni kule kutaka kumuonyesha yule alioachana naye kwamba mimi bado nimo na ninajiweza na niko safi kabisa. Kumbe hajui kama kufanya vile ndio kunamfanya pia hata jamii yeye mwenyewe kwanza kujidhalilisha, lakini pia kudhalilika pia katika umma na jamii. Kwa swala la umri kwa huyu dada tunamuombea Manara na tunamuombea dada yetu awe ni mtu sahihi. Yaani iwe ni ndoa yake ya mwisho kwa Manara mpaka wafikie umri wa kuzikana. Kwa sababu kuwa na watoto wawili nacho ni kipengele. Tunaomba dua tu. Tunaomba dua kwa sababu hawa watu wenye watoto hawa sisi tunaishi nao kwa taabu sana, sikwambie mtu. Tunaoa. Hiyo acha ili Manara aepukane nayo. Arekebishe nini? Ajirekebishe wapi? Sawa. Kinachotakiwa kwa Manara, jambo la kwanza kabisa. Unajua kuna maneno ambayo alisema Abdullahi, yani alisema maneno Umar ibn al-Khattab. Alisema aqimu dawlatal islami fi qulubikum taqum ala ardikum. Anasema simamisheni dola ya Kiislamu kwanza katika mioyo yenu.
automatically hiyo dola ya Kiislamu na yenyewe itakuja kusimama ardhini, ikiwa mtaanza kwanza na mioyo yenu. Kwa jambo la kwanza kabisa ilitakiwa aanze yeye mwenyewe manara kwanza, kujitafiti yeye mwenyewe anakosea mahala gani, alafu wabadilishe. Mmoja, aache zile sifa na mbwembwe za mitandao, hasa katika maisha ya ndoa. Unajua bora zile mbwembwe afanye katika mambo mengine, sio maisha ya ndoa. Ili jambo la kwanza inatakiwa aliache mbwembwe zile za ndoa katika mitandao. Ili jambo inatakiwa abadilishe akitaka kuishi salama katika ndoa yake. Lakini jambo la pili, awe ni mtu ambaye ana principle katika masala ya ndoa yake, mitazamo sahihi inayokwenda sambamba na dini tukufu ya Kiislamu. Amuoe mwanamke ambaye mwanamke huyo anaijua dini yake. Na tukisema anajua dini, hatuna maana amesoma mpaka thanawi. Kujua dini maana yake ni mwanamke ambaye ana uwezo wa kuamrishwa akakubali amri, ana uwezo wa kukatazwa akakubali makatazo. Ndivyo jinsi tunavyomtaka mwanamke wa hali ya namna hiyo. Sasa anachotakiwa kubadilisha mbwembwe na zile sifa za mitandao apunguze, hasa zinazohusiana na masuala ya ndoa. Mengine afanye kwa sababu ndio maisha yake, lakini hili la kuhusiana na masuala ya ndoa hapana, ili ajaribu kupunguza kidogo. Na jambo la pili, kumposti sana, kumpa umaarufu mwanamke ni sawa na kumpa silaha ambayo itakuja kukudhuru wewe mwenyewe. Ili jambo pia inatakiwa abadilike. Mke ni wa kwako wewe. Inakuwaje mke anakuwa wa jamii? Yaani unawatangazia watu ili iwe nini? Yaani kwa mwanamke huyo. Unajua mwanamke jinsi alivyo ni kiumbe dhaifu. Leo inawezekana kakuelewa sana. Idha qalatil mar'atu inni uhibbuka, yani mwanamke anaposema inni uhibbuka hubban jamma, akakwambia mimi nakupenda sana tena daima dawamu, fadawamuha hiya thaniyatu allati yataqul, basi jua ile milele yake mwanamke anasema ni hiyo sekunde anayosema hayo maneno ndio milele yenyewe. Baada ya hapo anaweza kufanya chochote, anaweza kusema chochote mbele yako. Mwanamke ndivyo jinsi alivyo. Ukisikia anakuambia anakupenda sana milele, jua milele ni hiyo dakika au sekunde hiyo anayosema hayo maneno ndio milele yenyewe katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo mimi ninachoweza kumwambia yani atahadhari sana na swala la kumposti. Unaweza ukamposti mkeo, sio ndio kila kitu, kila wanachofanya, kila samaki amepostiwa pale anakula samaki. Unajua kuna wengine wanatamani zile nafasi na wenyewe wanaanza kupambana ili kupata nafasi za namna ile. Alafu pia yale mazingira unajua yanavunja ndoa zingine nyingi sana. Kuna mtu mwingine akishaona yale mazingira ya manara vile, anavoposti yale majambo, na yeye sasa anaanza kulazimisha kwa mume wake afanye yale. Sasa shida inaanzia hapo. Kwa hiyo sio manara tu, manara itakuwa ni sababu ya kuvunja na ndoa za watu wengine katika mazingira haya. Ndio anasema abadilike katika hali za namna hii. Abadilike tu. Manara ni mtu mwelewa, ni mtu ambaye anajifahamu. Manara anajua dini, anajua Qur'ani. Manara anajua hadithi vizuri za Bwana Mtume Muhammad sallallahu vizuri kabisa anajua. Kwa hiyo mimi nimwambie tu kitu cha msingi ni yeye kubadilika katika hilo. Wanawake hawa ni hatari sana Sheikh. Unavyomposti kuna mtu mwingine atamuona atavutiwa naye. Akianza tu kuweka maneno pale na akaeleweka, tayari kunaanza balaa kwako. Ndivyo jinsi ilivyo. Ukimwona tu mwanamke ana uwezo wa kujibu chochote, ana uwezo wa kusema chochote mbele yako, jua kabisa tayari kaishapata mtu mwingine ambaye yeye anahisi huyo ni bora zaidi kuliko wewe. Chanzo ni nani? Ni wewe mwenyewe kumposti. Huyu ni mke wako wewe. Mke wako wewe. Inakuwaje sasa ututangazie dunia nzima? Inakuwaje haya mambo? Kwa hiyo mwisho wa siku huyu ndugu yetu hichi kitu abadilike, kwa sababu hata mwanamke anawezekana akawa mwema lakini akabadilika akawa na nafsi mbaya baada ya matukio haya. Na mwanamke siku zote akipata shekhe, huwa anafikiria kuishi peke yake. Ndio kanuni ya mwanamke. Lakini wewe mwanamume ukipata unatafakari nimfanyie nini mke wangu? Ila yeye akipata anasema huyu mimi nikae naye wa nini? Na bahati mbaya ndo akiwa kuna watu wanaingia DM yake. Mambo unajua wewe ni mtu safi sana, mrembo sana. Ningekupata mimi wewe, ningekufanyia kadha. Mwanamke akishaambiwa hivyo, hata kama huyu mtu mwenye hana uwezo wa kufanya hayo, anaanza kuleta mbwembwe ndani. Kabisa ndivyo jinsi ilivyo.
Kwa hiyo hii ni shida, ndugu yangu, abadilike, lakini tunamuombea huyu mwanamke awe ni mwanamke bora. Kifunga naye ndoa basi iwe ni ndoa yenye stara. Stara iwe. Na dada zangu mimi niwaambie pia, unajua stara za mwanamke ni mbili tu. Kwa mujibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mwanamke ili astirike anastirika kwa mambo mawili tu. Jambo la kwanza an-nikah, ni ndoa. Na jambo la pili al-mautu, ni kufa. Mwanamke akifa akizikwa ndio kastirika. Au akipata mume akaolewa ndio kastirika. Wala sijidanganye mtu yale mambo ya masingo mother, eti Yesu yukakaa single mother eti ndio kuna amani. Uongo mtupu. Tena uongo dhahiri kabisa. Ili mtu awe katika usahihi uliokuwa sawa sawa, apate na moja kati ya mambo mawili. Ima apate mume aolewe, atulie katika ndoa yake, huyu ndio aliyostirika. Ima afe azikwe, huyo ndio alostirika. Hizi ndio stara kwa wanawake. Ni mbili tu, hakuna stara ya tatu katika hali za namna hiyo. Sawa, kuna watu labda wamependa elimu ya ndoa na wana mengi ambao wangetamani wakuulize, whether ni kukutana na wewe kwa kukupigia simu, vipi ambavyo unaweza kukupata na huduma zako ni zipi hasa? Naam. Wakati tunakwenda katika hilo, kuna swala moja ambalo mwanzo ulinigusia la kuhusiana na ndoa ya mutaa na al-mishar. Sasa hii ndoa kwanza ya mutaa lazima tuieleze hapa. Hii ndoa ni ndoa ya mkataba. Na mara nyingi sana hii ndoa wanaendelea nao jamaa wanaitwa Mashia. Lakini hii ndoa Mtume sallallahu alaihi wasallama aliikataza. Aliikataza kabisa. Ni ndoa gani? Yani ni ile ndoa ambayo mtu akisafiri, mathalan labda mimi niko hapa, yani hapa Chamazi, hapa Kiziwiani, labda nikatoka nikawa naenda kufanya kazi zangu Mkuranga mathalan, labda kwa wiki moja au mwezi au miezi mitatu. Kisha baada ya kufika pale, ninachokifanya ninaoa kwa mkataba. Ndani ya hiyo wiki tunakubaliana, tuna mwanamke, sasa wewe unataka mahari yako kiasi gani? Anasema nataka 50,000 mathalan. Natoa 50,000 nampa. Baada ya kumpa ninaozeshwa pale. 50 kwa muda wa wiki unaokaa pale. Kisaha. Kisha baada ya kuozeshwa ninakaa naye pale kwa muda wa wiki. Ikimalizika ile wiki basi na ndoa inakuwa imekufa. Kwa hiyo mimi nitaondoka, au kama nitataka kuendelea nitatoa tena dau jingine, tena nina renew tena ule mkataba kama nimekodi hivyo. Sasa hii ndoa ndio inaitwa al-mutaa, ndoa ya mutaa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alikataza. Alisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiharamisha hiyo ndoa inayoitwa mutaa ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Ni haram na haifai ndoa ya hali ya namna hiyo. Kuna watu wanapata madhara kwa ndoa hiyo. Kuna watu wanaachwa na ujauzito kwa ndoa za namna hiyo. Sasa hizi ndoa haziswihi kwa mujibu wa dini tukufu ya Kiislamu. Hazitakiwi. Lakini kadhalika kuna ndoa ambayo ni mishar. Hii ndoa ambayo ya mishar ni nini? Ni ile ndoa ambayo inafungwa kimya kimya. Lakini mambo yote yamekamilika. Kwa maana yani ndoa mkeka. Tofauti na ile ndoa ya mkeka inakuwa inajulikana. Ile kimya kimya maana yake ni muoaji na muolewa na shekhe. Labda na wali wake yule muolewa. Kisha baada ya hapo sasa ile ndoa inafungwa. Alafu mwanamume na yule mwanamke wanakubaliana kwamba bana, mimi nitakuwa siji kulala, nitakuwa nakuja asubuhi tu mpaka saa 4 natoka, au nitakuwa nakuja mchana tu, lakini kulala siji kulala. Yani anajificha, hataki kujulikana. Hii ndoa kisheria inajuzu, inakubalika. Lakini baadhi ya wanavyuoni wakasema kwa nini wakati ndoa imeambiwa itangazwe? Ndoa mimi sielewa. Mwanamke anasema kwamba sitakuja kulala. Mwanaume ndio anasema sitokuja kulala kwa sababu ndoa si kulala. Ndoa kanuni yake ni kulala usiku. Na ndio maana unaona hata sisi ambao tuna wake zaidi ya mmoja, zamu ni usiku. Zamu sio mchana. Mchana mimi naweza nikaenda kwa mke fulani na nikafanya majambo yangu vizuri tu na siandikiwi kwamba nimefanya makosa. Lakini usiku sasa nisipokwenda kulala nitaandikiwa hapo nimefanya makosa kisharia. Kwa hiyo ndoa inasemaje? Ndoa sasa hii mishar ni ndoa ambayo ya kimya kimya. Alafu wanakubaliana baina ya mke na mume ya kwamba mimi nitakuwa siji kulala
bali mimi nitakuwa nakuja mchana tu, wakati mke mwingine kule anajua nimeenda kazini, kumbe nipo kwa mke mwingine. Usiku kama kawaida nalala siku zote kwa yule mke wangu ambaye hajui kama mimi nimeoa. Hii ndoa imeruhusiwa. Ingawa baadhi ya wanavyoni wanasema ina matatizo hii ndoa. Na ni kweli, kwa sababu pakitokea jambo kuna maradhi ujue kwa sisi wanadamu. Lakini kadhalika kuna kufa kwa sisi wanadamu. Kuna mahitaji ya hapa na pale. Likitokea moja katika haya unakuwa ni mtihani mkubwa sana. Mmoja aliwahi kunihadithia, mama mmoja wa Burundi aliwahi kunihadithia mkasa huu, ulinisisimua kidogo. Alisema yeye aliolewa ndoa hii ya staili hii ya kimya kimya hiyo ya mishari miaka 14. Yule mke mkubwa kule hajui kama huyu mume kaoa, lakini huyu mke akawa amefanikiwa kupata na yule bwana watoto 3 miaka 14. Sasa bahati mbaya ikaja kutokea mume anaumwa. Sasa mke anawezaje kutoka hapa alipo kwenda kule kumwangalia mumewe? Sasa siku moja akajitosa. Mzee ndio yupo katika hali ngumu, anaumwa sana. Akaamua kwenda, bana mimi ni fulani, ni mke wa mtu fulani. Akamwambia, wewe lini kakuoa? Mwaka wa 14 na watoto wake. Si hatukujui wala tukutambui. Baadhi ya ndugu zake wananijua, hatuna imani na hao. Unaona jinsi shughuli inapokuja ya ndoa hii namna ilivyo. Kwa hiyo si nzuri sana, ingawa kisheria zile arkani, nguzo zote za ndoa zimekamilika. Lakini sasa kwa kukaa bila kutangaza, hapana. Wewe mwanaume kuwa jasiri tu, mwambie mkeo, bwana mimi naenda kuoa. Unaogopa nini? Aya, sasa unaogopa nini? Yaani si tulishazoea, unamwambia tu, bwana mimi leo ndo naenda kuchukua chuma. Basi atalialia pale siku 2-3, baadaye yanakwisha yale, yanakaa katika mstari, maisha yanaendelea. Mwanamke aachu kwa sababu ya mwanaume kuoa mwanamke mwingine. Mwingine atasema kama unataka uende kuoa mimi nipe talaka yangu. Hayo maneno tu mwanamke yoyote lazima aseme hayo. Wakati huo ni wakati wa mwanamke kusema maneno haya. Lakini maneno hayo hayamwachi mke mzee. Hata siku moja uachi mke kwa maneno hayo. Msikilize, mpe mauidha, kaa naye, mwambie basi usiwe na shaka mke wangu, kama hilo ndio umelitaka mimi nitakupa, lakini sio leo. Niache kwanza. Mimi sitaki kusikia wewe mtu mbaya sana, ulikuwa katika shida, kuoa sasa hivi tumepata ndio umeoa. Maana wanawake wanaga khairi katika hili ujue. Ukiwa hauna kitu anakuambia unataka kuoa, utamlisha nini? Ukishapata hicho kitu anakuambia tulikuwa kwenye shida hapa, leo umepata ndio unataka kuoa. Sasa nifanyeje? Jema ni lipi? Nioe wakati sina kitu au nioe baada ya kuwa nimepata kitu? Wakati ukiwa huna kitu anakuambia mimi tu peke yangu tu hapa tunalala na njaa, alafu unataka kuongeza mzigo mwingine. Haya basi acha nisubiri tupate. Ukipata sawa, kasa yani hapa ulikuwa katika shida na tabu na tumevumilia, nimekuvumilia. Maana wanawake waga wanavumiliaga wao tu. Ndio jinsi walivyo. Ukisikia mwanamke ni ndio nimekuvumilia, yani kama vile wewe hana maovu ambayo anakufanyia wewe, ambao wewe umemvumilia. Tena inawezekana sisi tunavumilia zaidi kuliko wao, lakini wao ndio wanajua kwamba wao wanatuvumilia sisi. Nimevumilia sana. Tumevumiliana, wewe umenivumilia na mimi nimekuvumilia. eti nakuvumilia. Hili hatari sana jamani. Sawa, tumalize. Naam, tunamaliza inshallah kwa kusema tu ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie, amjalie ndugu yetu bwana Manara, na sisi pia atujalie katika khairi iliyokuwa bora kabisa biidhnillah, na dada zetu pia wawe katika mrengo uliokuwa mzuri wa dini, ili kadhalika ndoa zetu ziweze kudumu kwa amani na furaha inshallah. Na mwisho kabisa niseme sisi tunapatikana hapa Mbagara Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea jeshini, na tunashtagil au tunashughulika na masuala mbalimbali katika dua za aina mbalimbali, zikiwemo dua kwa ajili ya watu waliodhulumiwa, walioibiwa, waliofanywa madhara makubwa makazini humo, vyeo na mfano hayo. Alhamdulillah rabbil alamin, Mola anatusikiliza katika hayo. Kwa hiyo na hata maradhi ya aina mbalimbali inshallah. Kwa hiyo kwa yote anayetuhitaji unaweza kutupata kwa namba za simu 0756 634277 au 0712 31 62 22 inshallah.